Afisa wa Sudani anasema Ukraine inafanya kazi chafu ya magharibi Afrika. Afisa mmoja wizara mambo ya nje ya Sudan amesema Ukraine inatekeleza kazi chafu ya nchi za magharibi kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayohusika na mashambulizi ya kigaidi katika mataifa ya Afrika kama vile Libya, Somalia na Niger. Mohamed Al-Siri ametoa madai hayo katika mahojiano na Russia Today, ambapo pia ameshutumu Kiev kwa kuwapa silaha waasi wa vikosi vya msaada wa haraka ambao wamekuwa kwenye vita vya kikatili na wanajeshi wa Sudan tangu katikati ya Aprili 2023. Karibu miezi 7 hadi 8 iliyopita, anasema ushiriki wa Ukraine katika kusaidia makundi mengine nchini Libya, Somalia na Niger umeanzishwa. Inasaidia makundi kama Boko Haram na Al-Shabaab ya nchini Somalia, na nchini Sudan inatoa msaada wa RSF kwa kuwapa ndege zisizo na rubani ambazo zinatolewa kwa bei ya kutupa. Al-Siri amesema afisa huyo wa Sudan amedai kuwa Kiev imekuwa ikisaidia mashambulizi ya RSF dhidi ya miundombinu ya Sudan kwa karibu miezi 7 hadi 8 iliyopita. Haya yanajiri siku chache baada ya kituo cha habari cha Bamada kuripoti kuwa makundi ya wanamgambo yenye mfungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda na ambayo yamekuwa yakiendesha uasi dhidi ya serikali nchini Mali kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa, hivi sasa inaendeshwa na Ukraine. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop alisema hivi karibuni kwa Ukraine inavuruga utulivu barani Afrika kwa kuunga mkono makundi ya kigaidi kwenye eneo la Saheli barani Afrika. Kadhalika, Tatiana Dovagalenko, mkuu wa idara ya ushirikiano na Afrika katika wizara mambo ya nje ya Russia, alisema karibuni kwamba silaha za magharibi zinazotumwa Kiev hatimaye zinaishia mikononi mwa makundi ya kigaidi yenye silaha barani Afrika. Je, Ukraine ataendelea hivyo mpaka lini? Je, kuna ukweli kiasi gani juu ya hili au ni propaganda ambayo ipo? Lakini kwa nini silaha ambazo zinaonekana kutumwa kwenda ndani ya jeshi la Ukraine zinaonekana zote 100% hazifiki? Nyingine zinakwenda wapi? Kwa nini baadhi ya wanajeshi ambao wanajisalimisha wa Ukraine wanajisalimisha wakiwa wanaeleza kwamba ni kwa sababu ya ukosefu wa silaha? Silaha zinakwenda wapi na wakati Marekani na mataifa ya NATO yametoa silaha? Ubadhirifu huu unaofanywa, nani yupo nyuma ya ubadhirifu huu? Vilevile ndege ya EL-76MD iliyokuwa imebeba kundi la pili la wanajeshi wa Urusi walioachiliwa kutoka kifungo cha Ukraine imetua kwenye mkoa wa Moscow, kulingana na video iliyorushwa na kituo cha television cha Russia 24. Wanajeshi hao walirejeshwa Urusi kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana yaliyofikiwa mjini Istanbul kwa kurudi idadi sawa ya wanajeshi wa Ukraine walikabidhiwa kwa Kiev. Vilevile hali kwenye mkoa wa Sumi inatishia jeshi la Ukraine kwa sababu ya ukosefu wa ngome za ulinzi na ubora kiteknolojia wa Urusi. Mwandishi wa habari wa Ukraine na mshauri wa zamani wa wizara ya ulinzi Yuri Butsov anasema maendeleo haya yanaelekezwa au yanaelezewa na sababu za kiteknolojia. Adui ana idadi kubwa ya drone, wao wanaboresha shirika na usimamizi wao na vifaa vyetu ambavyo havijalindwa kabisa katika eneo hili. Pia vina jukumu. Haya yote bado hayajatatuliwa na kwa bahati mbaya hali hii inatishia, alisema kwenye radio ya Ukraine. Vile mzozo wa sasa unazidisha tofauti kati ya Urusi na Ukraine. Ndio maana Moscow inataka kumaliza haraka iwezekanavyo. Gazeti la The Wall Street Journal linaripoti likimnukuu msaidizi wa rais wa Urusi Volodymyr Medinsky ambaye anaongoza ujumbe wa Moscow kwenye mazungumzo na Ukraine. Alidokeza kwenye mahojiano na gazeti hilo kwamba nchi za magharibi ziliona kimakosa mzozo wa Ukraine kama kitu sawa na vita kati ya Uingereza na Ufaransa, nchi mbili zenye historia na tamaduni zao tofauti. Kulingana na The Wall Street Journal, mpatanishi mkuu wa Urusi alisema kuwa mzozo wa Ukraine badala yake ni mapigano ya kindugu kati ya mataifa mawili yenye lugha moja na utamaduni ambao kimsingi ni watu wa moja na wanatakiwa kuwa washirika wa karibu. Hii ni kama mzozo kati ya kaka wawili, mkubwa na mdogo, kuhusu nani ni mwerevu na muhimu zaidi. Medinsky alisema mzozo huu kwa masikitiko unazidisha tofauti zetu na ndio maana tunataka umalizike haraka iwezekanavyo. Huko katika jeshi la Urusi wanasema ulinzi wa jeshi hilo umeharibu ndege zisizo na rubani 32 za Ukraine kwenye maeneo ya Urusi na Bahari Nyeusi siku ya Jumanne usiku, wizara ya ulinzi imeripoti. Hata hivyo, inadaiwa watoto 3 walipata majeraha katika shambulio hilo la ndege zisizo na rubani kwenye eneo la mpaka katika mkoa wa Kursk. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Washington inakagua ni zana zipi za kijeshi na silaha za kusitisha au kuainisha kuwa zimepitwa na wakati kwa kuzingatia mafunzo yaliyopatikana kutokana na mzozo wa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anasema
Tumejifunza mambo mengi kutokana na kile kilichotokea Ukraine. Tumejifunza mengi kutokana na kile China inajaribu kufanya katika mifumo wanayoijenga. Kwa hiyo, ikiwa tuna mifumo na majukwaa ambayo hayawezi kunusurika katika medani ya kisasa ya vita au hayatupi faida katika mapambano yajayo, tunapaswa kufanya maamuzi magumu hivi sasa. Pia likiri kwamba jeshi la Marekani linafuatilia kwa karibu matumizi ya ndege zisizo na rubani nchini Ukraine kwa wakati halisi. Wakati huo Hegseth alihakikisha kwamba Washington haikufahamishwa mapema na Kiev kuhusu mipango yake ya kushambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Ilikuwa operation yenye ufanisi sana ambayo hatukufahamu mapema, Hegseth alisema. Vile utawala wa Marekani unakaribisha maendeleo yaliyopatikana katika mazungumzo ya Urusi na Ukraine, haijihusishi nazo lakini hudumisha mawasiliano na pande zote mbili. Msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Marekani Tammy Bruce anasema kwenye mkutano, Rais na katibu wamekuwa wakisema kwa muda kwamba suluhu pekee la kweli linaweza kuja kwa pande zote kuzungumza moja kwa moja, na hilo ndilo tumekuwa tukiliona hapa. Angalau katika suala hili, na sisi bila shaka tunabaki katika mawasiliano ya karibu na pande zote mbili katika ngazi za juu, na tunakaribisha mafanikio, harakati, kubadilishana zaidi wafungwa, mwanadiplomasia huyo alibainisha. Hatuhusiki katika hilo kama idara ya jimbo, alihitimisha. Vile jeshi la Ukraine limefyatua risasi kwenye mkoa wa Belgorod zaidi ya mara 5,000 mnamo 2024. Governor Vyacheslav Gladkov anawaambia manaibu wa mkoa wa Duma. Mnamo 2024 mkoa wa Belgorod ulilengwa zaidi ya mara 5,000. Hii ni karibu sawa na 2022 na 2023 kwa pamoja. Kulingana na gavana huyo, ndege zisizo na rubani zilishambulia makazi kwenye eneo hilo mara 10,000. Vile ndege isiyo na rubani ya Ukraine imeshambulia kituo cha viwanda katika mji wa Shebekino katika eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod na kuacha watu 6 wakijeruhiwa. Gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov anasema ndege isiyo na rubani ilishambulia kituo cha kiviwanda huko Shebekino. Raia 6 walipata majeraha, aliandika kwenye Telegram. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia eneo la mpakani la Belgorod la Urusi kwa zaidi ya ndege 40 zisizokuwa na rubani na silaha mbalimbali 76 katika muda wa saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, Volodymyr Zelensky anayeshambulia Hungaria kwa maneno kwa sababu ya kusita kujiingiza katika mzozo wa kijeshi. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema akijibu duru nyingine ya maneno. Anasema, Rais Zelensky alizungumza dhidi yetu kwa sababu wa Hungaria hawataki kufa kwa ajili ya Ukraine. Hatutaki watoto wetu warudi katika majeneza. Hatutaki kuwapa wa Hungaria pesa ya Ukraine, aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Zelensky alitoa mahojiano na chapisho la mtandaoni la upinzani la Hungaria kusema kwamba Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban alikuwa akifanya makosa kwa kukataa usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine na kwamba wa Hungaria wengi wanadaiwa kuunga mkono kujitoa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.